Somehow unanipitiliza na uzungumzi na mimi kitu. Naomba uniache. Hivi mpenzi wangu, mbona kama hujafurahi kuniona? Yaani mimi mwenzio nakuja kwa furaha na kukumbatia. Yaani mwenzangu umesimama tu kama mlingoti. Au hujanimisi? Sio kwamba sijakumisi. Yaani wewe umetoka huko chuo mpaka unafika kwenu. Hujanicheki wala nini? Alafu nakuja leo hapa ile unajichekesha chekesha. Unanicheshi au kwa sababu sijasoma? Sikiliza, kuna maisha ya shule, alafu kuna maisha ya mtaani. Sisi ndio kuelekeza njia. Acha kama hizo. Jamani bamkali. Sasa mambo ya chuo, mambo ya elimu na mapenzi yetu vinahusiana vipi? Alafu kumbuka tumemaliza muda mrefu hata tujaonana. Hao mwenzangu hujanimisi. Mimi nimekumisi bwana. Twende nyumbani kwanza. Au sio unanipoza? Chani. Dalili. Nikumisi. Habari yako afande? Salama tu mwalimu, za wewe? Nashukuru. Afadhali nimekutana na wewe hapa. Maana nilikuwa naelekea huko kwa ofisini kwenu. Vipi, kwani kuna swali lingine limejitokeza au ni lile lile? Hapana, ni yale yale. Lakini ni kwamba naona kama afande Mponzi yuko kimya sana. Kama hafuatilii hili swala. Kwa sasa dada yake hayupo, amesafiri, ameenda kikazi. Ila ananipigia sana simu kuniulizia nimefikia wapi. Na mimi ndio nikabidhi kama mwalimu. Na afande Mponzi naona yuko kimya sana. Sioni kama analifuatilia ile swala. Labda unaweza kuniambia mmefikia wapi? Kwanza ni kuondoe shaka. Hilo swala la mwanafunzi tutalifanyia kazi. Hata picha ya mtuhumiwa tunayo. Tutapomtia mbaloni tutakupa taarifa mwalimu. Basi kwa hayo maelezo ulionipatia acha mimi niende nikapatie mwalimu mkuu. Lakini naomba mjitahidi sana kwa sababu yule mtoto anatakiwa kufika shuleni. Na ili afike shuleni lazima patikane huyo aliyenibuni. Basi sawa, wewe unaweza kaendelea na kazi zako zingine ili swala tuachie sisi. Kama ni hivyo afande, mimi haina haja tu na kuelekea kituoni. Acha tu nikaendelea na kazi zangu zingine maana kilichokuwa kinanileta huko tayari nishakuelezea. Basi sawa, hata mimi pia naelekea, tunaweza tukaongozana. Itapendeza sana. Tukasambile usiku kula nyama. Kula nyama. Tukasambile usiku Kula nyama. tukasambile usiku Kula nyama. tukasambile usiku Kula nyama. tukasambile usiku. Wadudu, umeona uchawi mzuri? Ulikuwa umelala nyumbani, ghafla umefika huko hapa. Unaonaje?
Yaani kiukweli mama, yaani nimeshangaa, maana imekuwa surprise. Tumefika kwa dakika chache sana hapa. Naona huwa mnaenjoy sana, nimeipenda hii. Lakini sasa nikwambie ukweli, hapa tulipoingia leo ni pagumu. Kila tunavyojitahidi ni pagumu sana. Sasa ilichobaki tuondoke. Yasmini. Yasmini. Wadudu. Wadudu. Yasmini. Nadhani nilishawahi kukuambia, hii sio sehemu ya majaribu wala sio sehemu ya mchezo. Huu muda ambao mnautumia hapa, wenzenu wanautumia kwa kujiandaa kwa kwenda kuswali witiri. Huu ni mwezi mtukufu. Hamna kazi za kufanya? Haya, haraka sana tokeni katika eneo langu. Unaniogopa eh? Wadudu, tuondoke. Machozi yamekuwa mto wa safari. Kaka. Kaka. Aga. Wataka kukaibia sini hiyo? Yaani usichokijua kapo chini ya uangalizi. Haya, unafanya nini? Mimi sio mwizi lakini. Sikiliza. Eti sio mwizi. Haya, kicho kusimamisha hapo nini? Hapa ni kwako. Wewe ni mlinzi. Hata usinisi vibaya kakaangu. Ni vile nimeona tu amelala kwenye duka la mtu. Anaweza akaitoa hata mwizi, ndio maana kanajaribu kumwamsha aende akalale sehemu nyingine. Wewe ni usalama wa taifa? Unajishughulisha na ulinzi wewe? Unaona pozi kaliloka? Kamekaa pozi la inge. Kakikudonoa hapa, labda mimi tayari nilikuwa nimeenda uani huko, kakikudonoa nikakuta hapa maiti. Unataka kubishana na wahenga waliosema kwamba usiamsha yalilala? Haya, ondoka chapu hapo. Lakini tungemnyoa, tungempeleka hata nyumbani. Eti twende naye nyumbani. Wewe kwani dada una shida gani wewe? Yanaingilia huko yanatokea huko, si ndio? Mkwa mwelewa, yani kitu ambacho hujakijua sasa. Dishi lake limechekecha, limeyumba. Na hivyo wazazi wake wanatoka Kigoma kule, wanakuja kukafata. Na katafuta asubuhi na mchana na asubuhi na mchana na asubuhi na mchana. Na kakosa. Hapo nimekabeba mida saa moja jioni, ndio hivyo mimi nakalinda. Nikikamsha tu hapo kanachoropoka. Haya, nenda usinipeperushe ndege wangu. Toka. Meshatoka huko, mmedanga huko, mmechoka. Hako kama chunda. Shinda kufanya shughuli ambazo zimewaweka huko, mnaanza kufuatia maisha ya watu. Kata baba, usiwaze. Bado nipo. Hakuna hata atake kupola hata keyboard hiyo. Tulia hivyo hivyo. Hizi watu wamekuwa wamejanjaruka. Kaka ataka kaibe nywele. Shakashtukia kaibe nywele, kakauze. Nywele moja sasa hivi laki. Hapa hivi mtu ana nini? Wewe rauka hapo baba. Mimi kuja tu zangu hapa.
imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Shikamoo kaka. Marhaba mdogo wangu kipenzi Subira, umeamkaje? Mimi nimeamka salama, hofu juu yako tu. Okay, mimi mwenyewe niko poa vile vile. Lakini nina mzungumzo na wewe, kwa hiyo nilikuwa naomba unisikilize. Sawa, lakini chonde kaka Wadudu, usiniharibie mood, maana siku yangu ipo safi kabisa. Hamna hata usiwaze. Maana waga nikiwa tofauti lazima nije nimenuna kwako, lakini leo si unaliona kabisa tabasamu la kakako Wadudu, oil chafu macho juu ya macho. Unajua mdogo wangu, kuna baadhi ya vitu navifahamu kutoka kwako na kuna vingine sivifahamu. Tukizungumzia labda tarehe yako na mwaka wa kuzaliwa, hiyo nafahamu. Mwaka uliomaliza shule pia nafahamu. Lakini kuna kitu kimoja tu ndo ambacho sikifahamu. Kwa hiyo utanisamehe kwa sababu nataka nifahamu. Na sijui nianzie wapi kukuuliza, lakini okay sawa. Ngoja nikuulize. Hivi waga unaingia tarehe ngapi kwenye ukubwa wako? Yaani sijakuelewa, yani swali lako kwani sijui nisemaje. Ila sijakuelewa, rudia tena ili niweze kukuelewa. Yaani nauliza hivi, huo unaingia tarehe ngapi kwenye ukubwa? Yaani namaanisha kwenye mwezi ule. Huwa ni tarehe ngapi? Leo ingawa nitakula nyama. Au mahaba kangu umeanza lini? Ya kwanza kuniuliza mimi kwamba kwenye ukubwa naingia lini. Akatitakia nimeanza shule mpaka namaliza. Uje kuniuliza kwa lolote, kwa chochote, wala kunijali hivyo. Kimekuta nini? Kiukweli sijui hata nianzie wapi. Kwa kuona kwamba mtu ambaye umekuwa mwalimu kwangu na umenisaidia kipindi cha ugonjwa wangu, eti leo nikuite mpenzi, yani mpaka naona aibu. Labda tu nikutoe shaka. Najua aibu imeumbiwa kwa kila mwanadamu. Kwa sababu usipokuwa na aibu ndio chanzo cha kumuuzi Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo ondoa hofu kuhusu hilo. Naomba tu Allah Tabaraka wa Taala tujalie kwenye hili jambo. Ila kuna vitu ambavyo usipendi kufanyiwa. Sipendi uongo, dharau na unafiki. Naamini ukiwa na upendo wa kweli kwangu, hutanidharau na wala hutanionyesha taswira mbaya. Mashaallah. Kuhusu upendo, hapa ndipo ulipozaliwa. Kwa hiyo nitakuheshimu, nitakupenda, pia nitakuelezea ukweli wa maisha yangu. Ila kuna kitu ningependa kujua. Naomba unielezee tabia za mke mwenzangu, ili nitakapoingia ndoani nijue jinsi gani ya kuishi naye. Anyway, au basi imekuwa haraka sana kukuuliza. Nizoee tu. Usijali. Hapa mimi nazidi kumwomba Allah Tabaraka wa Taala aweze kulifanya wepesi hili jambo. Ninapokuona moyo unadunda kama ngoma ya jadi na vyogonga. Yaani sio kwamba nauliza kiubaya, ndio maana nikatanguliza ile mwanzoni kwamba usinifikirie hivyo ambavyo unataka wewe kunifikiria, kwa sababu tukienda mbele tukirudi nyuma, tuchukulie mfano angekuepo marehemu mama au dada yako ndo angekuuliza swala hili, lakini mimi hapa unayeniona ndo nimeshika nafasi zote, na ndio maana nimekuuliza hivyo. Si kwa nia mbaya kabisa, narudia tena. Sawa, lengo ni kwamba nahitaji ulinzi wako, usalama pia, kwa sababu taulo ambazo huwa mnatumia kujistiria zinaweza zikaisha alafu ukashindwa kuniambia. Ndio maana leo mimi nimeamua nifunguke moja kwa moja mdogo wangu. Loko surprise wasiku yangu nzuri. Mimi nisema asante tu kwa kunijali kakaangu. Maana upendo mpaka majani utajua kama kakaangu sasa kaanza kunipenda. Kwa hiyo kusema kweli tu kakaangu, mimi naingia kesho. Nimefurahi sana na nina kizawadi chako hapa kidogo dogo. Hii hapa shilingi 500. Kwa hiyo nataka ukanunue bigiji sio ni nini. Ni wewe sasa. Ngolo siku yangu njema. Asibia subiri kwa 500. Asante Mwenyezi Mungu.
Lakini pia ningependa kufahamu, huwa mkiingia kwenye ukubwa mnaenda labda kwa siku ngapi? Maana nasikia huwa mnapitia changamoto nyingi sana mkiwa katika hali hiyo. Yaani hapo si nikwambiaje, lakini huwa tunatofautiana. Kuna wengine labda wiki, wengine siku 3, wengine siku 2, wengine siku 4. Lakini kwa mimi unaingia siku 3 tu. Nimefurahi, na pia huku ninakoelekea nina zawadi yako mdogo wangu. Sawa? Sawa. Basi sawa, nakuja muda sio mrefu. Kaka Dudu leo amekula nini asubuhi? Kupenda huko. Sela, hii ndo Sumbawanga. Yaani ukisikia Sumbawanga ndo hii mdogo wangu. Umeona? Yaani asubuhi tu watashakula nazi, watashakula vitambaa vyekundu kama hivyo. Sasa ngoja nikuonyeshe uchizi. Sisi ndo mitoto ya Mungu. Yaani unataka kula? Au kama hivyo mwanangu. Sasa unajua hapa kumelogezewa nini? Sasa unavyokula hiyo nazi mwanangu kivimba tumbo. Utanipa mimi mzigo unajua. Mimi kubeba siwezi unajua. Tamu vipi? Oya tamu mpaka inakera ninavyokuambia mjomba wangu. Alafu sikia. Au mazingira yako kuogopa kama mtoto wa kike mimi si amaindi. Mimi nishalogwa. Na nishaloga. Mimi mwenyewe nina babu zangu. Bagamoyo huko. Nina babu yangu mmoja kuitwa Mzee Nondo. Ana mwanae mmoja anaitwa Osmani Nondo. Au sio? Nikitoka zangu huko sasa nakwenda kwa mjomba wangu Mrisho Kipindula. Huyo hatari anapiga kolwani mpaka chizi. Yaani kolwani kichwani imemjaa nge. Chukua nazi acha umama wewe mtoto wa kiume wewe malume. Kula mwenyewe mimi sitaki bwana. Ai bona kunja ni mafeto wena. Oa chukua basi. Mbona kubembeleze kama mtoto wa kike? Unataka unifanye kiponza uongo? Unataka uniingie yote katika janga lako? Sema baridi ana noma hapo. Mimi si familia, sikupingi. Chuna hapo kidogo. Kuliko Sumbawanga mwanangu. Aga. Chenyewe mwanangu. Ulikuwa unafaidi mjinga wewe. Kwa brigadia. Hapo wenyewe mimi nadhani tugawanyike sasa. Kama muenda kufosi mazingira sokoni baridi, mimi ngoja nikamchukue mwanangu kati hapo. Ila kilichotokea jana tusameheane. Mwenyewe nilikuwa na magazabu yangu ndio maana nikachukua maamuzi yale. Kwa kama tunaforget maisha mengine yaendelee. Baridi mizali mwenyewe unajua kosa lako lipo wapi fresh mimi nimezima kama kibatali hapo. Baridi brigadia hapo wenyewe sema usiishi kama mbuzi sasa. Alafu unatakiwa uelewe kwamba siku tumekuja kuforce. Mpaka tumetoka kule tumekuja kuishi huku, tumekuja kupambana. Alafu mimi sijaje kukupinga hata siku moja, sema itikeli zako tu ndo zinaenda wrong. Kwa hiyo tuishi kama vile tunavyotakiwa, tusiishi kwa mipaka wala kwa minyao au vipi? Kwa hapo ni fresh mwenyewe shafunguka kichwa, si unajua bwana, afu mbele yao nyuma achana nao, si unajua maisha kweli. Maana kurudi nyuma la kutia huruma mimi najikataa basi au vipi? Kama hivi. Ai bona malume. Shika. Yaani sijakuelewa kitambaa cha nini sasa? Sikia. Nataka nikuonyeshe kama mimi chizi. Yaani nina akili mbili. Nimezaliwa chooni. Sina bambamba mtoto wa kiume. Au sona loga? Sisi tunalogologa. Oya, kuna uchizi, kuna utaila. Kuna uchizi, kuna utaila, sasa unda utaila. Yaani wewe mwanangu unapoendea mimi utanipa majanga. Nazi inatosha, tungekula hii nazi tu baridi tungejicheka. Sasa kitambaa cha watu hicho mwanangu. Hapo vipi? Kama komando kipenzi mwanangu ndio lingicha na mtoto wangu.
Tulalale. Umepoa Kinyamwezi, sema baridi ana noma. Sema nini? Hapo kwenye betu katulie pale, tumsikilizie mwanetu. Gari imewaa yule. Mshikaji anakimbia yule. Na wakati mwanangu nimekaa kwenye siti, umelala pale mwenyewe udenda huu mjombangu. Wewe vipi wewe? Tupoe. Sikupinge. Sema ngoja nichukue cha mwisho. Baridi kubwa hicho. Dabatuni. Hapa ndio nyumbani kwangu. Wewe si ndio mpenda haki, kwamba lazima haki ipatikane. Leo nimekuleta hapa ambapo haki huwa inapatikana vizuri sana. Usichokijua, huyo mtoto wangu ambaye nyinyi mlikuwa mnamtafuta au mnamtaka yuko ndani. Nimemficha mwenyewe. Anapika, anapakua, anafua nguo, anafanya kila kitu katika hii nyumba. Sasa nisikilize. Mimi wananiita Manembo. Phil Downs, damu ya nondo. Hizo gwanda zako ulikuwa unazilingia sana ukiwa kule serikalini. Tena ukawa unanitumia, unanijia kwa vitambo hapa nyumbani. Kuanzia sasa utakuwa unanitumikia mimi na mashamba yangu yote. Kwa kuwa uliona hiyo kazi ya uaskari haikufai kule, ukaamua kunifuatilia mimi. Acha nikupe kazi. Kazi yangu ni ndefu sana. Ni mwendo wa saluti tu. Au unataka kusema lolote? Najua huwezi kuzungumza. Utaishia tu kufanya hivi. Mwangalie kwanza. Nataka haki. Haki lazima ipatikane. Haya, twende shambani huko. Imechafuka, mioyo imepotea. Maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.